mazuri kwa Bwana Yesu. Shangilie Bwana kwa makofi mazuri. Shangilie Bwana kwa makofi mazuri. Wakati huo kinywa chako kinamwambia asante Yesu. Piga makofi. Wakati huo unamwambia asante Yesu. Mwambie na kushukuru, wewe ni baba yangu, wewe ni Mungu wangu, wewe ni haki yangu, wewe ni ulinzi wangu, wewe ni uaminifu wangu, wewe ni utukufu wangu, wewe ni ushindi wangu, wewe ni uweza, wewe ni kila kitu kwangu, wewe ni maisha yangu, wewe ni utukufu wangu, wewe ni chakula changu, wewe ni makazi yangu. Haleluya kwa Bwana kondoo. Haleluya. Glory to God. Yes. Basi kwa unyenyekevu kabisa unaweza ukaketi mbele za Bwana. Mungu wetu na Baba yetu, wewe ndio kila kitu kwetu. We Bwana, tunakuita Abba Father. Wewe umesema kila atakayelitia jina lako e Bwana ataokolewa, atapata uponyaji. Na sisi e Bwana tunaliitia jina lako e Bwana kwa ajili ya uponyaji wa mtu mmoja. Tunaliitia jina lako e Bwana lenye utukufu mwingi kwa ajili ya wokovu wa mtu mmoja. Tunaliitia jina lako e Bwana kwa ajili ya kufunguliwa mtu mmoja mchana wa leo. Tunaliitia jina lako e Bwana kwa ajili ya kuleta amani na kuondoa confusion katika maisha yetu e Bwana. Kila atakayeliitia jina lako e Bwana atapata utulivu. Baba, tunaomba neema yako saa hii e Bwana, lile neno lililobeba utukufu wako e Bwana likafunguke sasa e Bwana, na ukatuonyeshe utukufu wako, utukufu unaoweza kutuponya, utukufu unaoweza kutugeuza e Bwana. Kama tulikuwa wazinzi tukageuka tukawa watakatifu, utukufu unaoweza kututoa kwenye ulevi na kutupeleka kwenye utakatifu, utukufu unaoweza kututoa kwenye uchawi na kutupeleka kwenye utukufu, kwenye utakatifu. Baba, ni utukufu uliofichwa kwenye neno lako e Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana kondoo tunaomba na kukushukuru. Amen. Basi kama una Biblia yako, daftari yako na kalamu, ukiona mtu hana vitu hivyo ujue ni mgeni hapa kanisani. Kwa hiyo usipate naye shida, lakini mwenyeji anafahamu kwamba Biblia ni muhimu, kalamu yako ni muhimu, na daftari yako ni muhimu, kwa sababu ni wakati mzuri kabisa wa kumsikiliza Mungu aliye hai. Na usije kwa namna yoyote shetani akakufanya usisikie hiki ambacho Mungu anakwenda kuzungumza na sisi. Ujumbe wetu unatoka kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza na ule mstari wa 23 mpaka wa 25. Kitabu hiki mimi nimekisoma zaidi ya mara 20. Zaidi ya mara 20. Sijui kama wewe hata mara moja hujafanya hivyo. Hii kitabu kina sura azidi 5. Kwa hiyo hata ukiamua leo ukitoka hapa unaweza kwenda ukakisoma chote na ukakimaliza. Waraka wa Petro mtume, waraka wa kwanza wa Petro mtume kwa watu wote, sura ile ya kwanza na mstari wa 23 mpaka wa 25, Biblia inasema namna hii: kwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka na ua lake huanguka, bali neno la Bwana hudumu hata milele. Na neno hilo ni neno lile jema lililohubiriwa kwenu. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Sasa kichwa cha ujumbe wetu kinasema, je, umezaliwa mara ya pili?
Je, umezaliwa mara ya pili? Maandiko yetu ya msingi yanatoka kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 23 mpaka wa 25. Swali hili halimwachi mtu yoyote, kwa sababu wako maaskofu ambao hawajazaliwa mara ya pili lakini ni maaskofu. Wako wachungaji ambao hawajazaliwa mara ya pili lakini ni wachungaji. Wapo watoto wa wachungaji wanasali tu, wanafanya kila kitu, lakini hawajazaliwa mara ya pili. Wapo mawaziri, wabunge hawajazaliwa mara ya pili. Swali hili linawahusu watu walio ndani ya kanisa na watu walio nje ya kanisa, watu wanaohudumu na watu wasiohudumu. Hili ni swali la msingi sana, limebeba uzito wenye utukufu wa Mungu aliye hai. Je, wewe umezaliwa mara ya pili? Muangalie jirani yako, muulize swali hili. Mbona unamuonea huruma? Muulize. Sawa, tunaondoka sasa. Nianze kwa kusema kwamba hakuna namna unaweza kuja duniani bila kuzaliwa. Hakuna. Ili uje duniani lazima uzaliwe, na kwa sababu hiyo hakuna namna unavyoweza kuingia mbinguni mpaka uzaliwe. Chukua hiyo vizuri sana. Kama ulikuja duniani kwa kuzaliwa, na mbinguni utakwenda kwa kuzaliwa. Ili uje duniani unahitaji kuzaliwa, na ili uende mbinguni unahitaji kuzaliwa. Ndiyo maana Biblia iko wazi kabisa, inasema ni lazima mtu azaliwe mara ya pili ili aweze kuona ufalme wa Mungu, ili aweze kuingia mbinguni. Ni lazima mtu azaliwe mara ya kwanza ili aweze kuja duniani, lakini ni lazima mtu azaliwe mara ya pili ili aweze kuingia mbinguni. Tuko sawa sawa? Tuko pamoja? Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Kila mtu anapaswa kujibu swali hili yeye personally, bila kujidanganya nafsi yake, Je, mimi nimezaliwa mara ya pili? Kuja kanisani tu sio kuzaliwa mara ya pili. Kutoa sadaka sio kuzaliwa mara ya pili. Kuimba kwaya sio kuzaliwa mara ya pili. Kuhubiri kama ninavyohubiri sio kuzaliwa mara ya pili. Sasa kama umezaliwa mara ya pili, basi wewe unapaswa kuungana na Mtume Petro kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari ule wa 3. Kama umezaliwa mara ya pili, Petro anasemaje? Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili, tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Petro anainua moyo wa shukrani kwa Mungu. Ndio maana tunapouliza hili swali, je, umezaliwa mara ya pili? Kama umezaliwa mara ya pili, basi moyo wako unapaswa kumshukuru Mungu na kumwambia Mungu, utukuzwe wewe Baba wa Bwana wangu Yesu Kristo, ulionizaa mimi mara ya pili kwa rehema zako nyingi, ili mimi nipate tumaini kwa kufufuka kwake Bwana wangu Yesu Kristo. Glory be to God. Kuzaliwa mara ya pili ni kazi ya Mungu, Kuzaliwa mara ya pili chanzo chake ni rehema za Mungu aliye hai. Kuzaliwa mara ya pili msingi wake ni ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na matokeo ya kuzaliwa mara ya pili ni tumaini lenye uzima wa milele. Hujazaliwa mara ya pili, wewe huna tumaini lenye uzima wa milele. Hata kama unahubiri kama mimi, hata kama una cheo kule kanisani, hata kama ni mtoto wa mchungaji, hujazaliwa mara ya pili, wewe huna tumaini la uzima wa milele. Petro anasema ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alituzaa mara ya pili kwa rehema zake nyingi, alituzaa mara ya pili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake
Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kama uko hapa na unanisikiliza mahali popote ulipo, hujazaliwa mara ya pili, hii ndio siku yako ya kuzaliwa mara ya pili, kwa sababu hapa yani siwezi kumumunya maneno wala sipepesi macho. Huwezi kuingia mbinguni. Unafurahi tu pamoja na sisi hapa, lakini hakuna namna unavyoweza kuingia mbinguni. Haipo. Hata kama una dini nzuri namna gani, hata kama unasali kanisa la kiroho vipi, hakuna namna. Na lengo letu, ndugu zangu, lengo letu ukiona tumekuja kanisani ni kwenda kukaa na Mungu milele. Sio tuimbe tuishie hapa, hapana. Sasa mimi katika Roho Mtakatifu na kuonyesha njia ya kufikia malengo. Njia ya kufikia malengo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali hili kama nilivyosema ni muhimu sana, kwa sababu uhusiano kati ya mtu na Mungu hauanzi na dini. Hapana. Uhusiano kati ya mtu na Mungu unaanza kwa mtu pale anapozaliwa mara ya pili. Anapozaliwa mara ya pili. Kama nilivyosema, uwe askofu, uwe mchungaji, uwe waziri, uwe mbunge, umesoma, hujasoma, una tajiri, sio tajiri, ili swali linakuhusu. Yesu aliwaona watu wengi wakijihusisha na dini wakati alipokuwa amekuja. Wakijihusisha na dini, wakienda ibadani, wengine wakitumika kwenye mahekalu, na matendo yao ya nje ya kiroho. Aliwaona watu wa namna hiyo. Lakini Yesu alitoa kauli ya kushangaza kwa mtu wa dini. Mwalimu wa Israeli huyu anaitwa Nikodemo. Kwenye ile Yohana sura ya 3 mstari wa 3. Anamwambia Nikodemo, amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Mtu wa Mungu, hebu yasikilize haya maneno kwa makini. Haya maneno yamenenwa na Yesu aliyetoka mbinguni kuja kwetu kutuonyesha njia. Anamuona Nikodemo anafundisha mambo ya dini, lakini hajazaliwa mara ya pili. Anatoa sadaka, hajazaliwa mara ya pili. Akamwambia, amini nakuambia, mtu hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni au ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili. Tatizo sio wewe kuwa na dini au kutokuwa na dini. Tatizo ni wewe kutokuzaliwa mara ya pili. Hilo ni tatizo. Na huyu Nikodemo huyu, kama nilivyosema, alikuwa ni mwalimu wa dini anayejua Torati. Biblia inasema mwenye maarifa yote ya Torati, yani Biblia, mwenye heshima katika jamii. Lakini Yesu hakumuuliza kuhusu maarifa yake. Yesu hakumuuliza kuhusu cheo chake. Yesu hakumuuliza kuhusu utajiri wake au fedha yake. Yesu alimuuliza kuhusu swala la kuzaliwa upya, swala la kuzaliwa mara ya pili, kwa sababu kutokuzaliwa mara ya pili ni kizuizi cha mtu kuingia mbinguni. Niko hapa, sina haja ya kujua utajiri wako, sina haja ya kujua elimu yako, sina haja ya kujua mambo yako. Haja nilionayo katika Roho Mtakatifu ni kujua kama umezaliwa mara ya pili au hujazaliwa mara ya pili. Hiyo ndio haja nilionayo katika Roho Mtakatifu. Siwezi nikaongoza watu hapa kanisani ambao hawajazaliwa mara ya pili. Watakuwa wanakwenda wapi? Nitakuwa na waongoza kwenda wapi? Mimi niko hapa kuwaongoza watu wenye nia ya kwenda mbinguni, watu walio tayari kwa safari ya kwenda mbinguni. Sasa kama hujazaliwa mara ya pili, wewe safari yako unaelekea wapi? Makanisa ya kiroho sasa hivi yamejaa watu ambao hawajaokoka kuliko waliookoka. Kwa sababu mtu tu anatoka na stress zake, anataka tu kuja kujifariji na kuimba hivyo, kajichomeka hapo kakaa. Aliokoka lini? Haeleweki. Yuko na mambo yake ya ovyo huko, anajificha, anafikiri mahali pa kujifichia ni kwenye kanisa la kiroho, anakuja anajichomeka, kumbe amekaa na mauzinzi na mauchawi na kila kitu. Nataka nikwambie hivi, kwa mtindo huo hamna mahali unakwenda. Tuko hapa, nia yetu ni moja tu, nia yetu kumuona Mungu aliye hai. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanadhani kuhudhuria kanisani ndio kuzaliwa mara ya pili. Wengi wanadhani kujua Biblia ndio kuzaliwa mara ya pili. Wengi wanadhani kuwa wachungaji ndio kuzaliwa mara ya pili. Lakini Yesu anasema msishangae. Ule mstari wa 7, ni Yohana 3:7. Anasema msishangae kwa kuwa nawaambia lazima mzaliwe mara ya pili. Kuna watu wanashangaa ukiwaambia kuokoka, ukiwaambia kuzaliwa mara ya pili, kwa sababu yeye ni waziri anashangaa, kwa sababu yeye ni mtu wa dini fulani anashangaa. Na wengine wanasema hakuna kuokoka ukiwa duniani, hakuna kuzaliwa mara ya pili ukiwa duniani. Nataka nikwambie hivi, ili uje duniani ilikuwa lazima uzaliwe, na ili uende mbinguni lazima uzaliwe. Haijalishi cheo chako, haijalishi hali yako, haijalishi nafasi yako, haijalishi hali yako, ni lazima uzaliwe. Yesu anasema msishangae, msishangae. Swala ni nyinyi kuzaliwa. Kushangaa hakutawasaidia. Ni mchungaji lakini unashangaa kwamba hii hali ya kuzaliwa mara ya pili inakuwaje? Mtu aingie tena tumboni mwa mama yake inakuwaje? Yesu anasema msishangae. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mtume Petro anaandika waraka huu kuwatia moyo wa Kristo waliokuwa wanapita kwenye mateso, wanapita kwenye hali ya kudharauliwa na kutengwa na jamii, Anaandika mambo haya kuwafariji, kuwatia moyo na kuwaimarisha kwenye imani. Ukiangalia Petro wa kwanza sura ile ya 5 na mstari wa 12. Petro wa kwanza sura ile ya 5 na mstari wa 12 anaeleza maneno pale, alafu anasema nimewaandikia kwa maneno machache kuwaonya na kushuhudia ya kuwa hii ndiyo neema ya kweli ya Mungu. Simameni imara katika hiyo. Maneno nayapenda sana. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 12. Ameanza maneno kadhaa kule, alafu anaendelea anasema nimewaandikia kwa maneno machache kuwaonya na kushuhudia ya kuwa hii ndiyo neema ya kweli. Maana yake kuna neema fake, kuna neema sio ya kweli. Sio ya kweli. Hizo mnazopewa na wachungaji wenu. Njoo nikupe neema. Njoo wewe mchungaji huna neema yoyote. Neema tunapata kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Glory be to God. Ya kushinda dhambi na kila kitu. Anasema neema ya kweli ya Mungu. Simameni imara katika hiyo. Maana yake ni kwamba mateso, mafundisho ya uongo na mashinikizo ya dunia na majaribu yasiwaondoe katika neema ya kweli ya Mungu mlioipokea. Simameni imara katika hiyo. Kwa sababu Petro alifundisha kwa habari ya wokovu, alifundisha kwa habari ya utakatifu, alifundisha kwa habari ya mateso, alifundisha kwa habari ya tumaini. Anasema hii ndiyo neema ya kweli ya Mungu. Msiumbe. Neema ya kweli ya Mungu imebeba utakatifu. Neema ya kweli ya Mungu imebeba mateso ndani yake. Ukiamua kumcha Mungu, mateso lazima utapitia. Watu watakuchukia kwa sababu wewe unapenda haki, ni mateso. Neema ya Mungu imebeba tumaini la uzima wa milele. Neema ya Mungu imebeba wokovu. Anasema hii ndiyo neema ya kweli ya Mungu wetu. Simameni katika hiyo, msiumbe. Mtu asiwatoe kwenye wokovu, mtu asikutoe kwenye utakatifu wako, mtu asikwambie kwamba eti ukiokoka hakuna mateso. Paulo anasema dhiki yetu ya muda kitambo inatutengenezea utukufu udumuo. Haleluya kwa Bwana kondoo. No pain, no gain. Amen. Hakuna wokovu mrahisi tu kutaka ilimbidi Yusufu akimbie dhambi, akaingia kwenye mateso. Kwa sababu nini? Analinda wokovu wake, analinda utakatifu wake, analinda mahusiano yake na Bwana. Wewe unacheka na dhambi. Petro anasema hii ndiyo neema ya kweli. Neema nyingine zote zisizowaambia kwa habari ya dhambi zenu ni neema fake. Neema nyingine zote zinazowapalaza tu namna hii, hamwambiwi kweli, ni neema fake. Lakini hii ndiyo neema ya kweli. Simameni katika hiyo. Glory be to God. Wanangu, leo nipo, kesho sipo. Hii ndiyo neema. Simameni kwenye hii.
Mstari wa 23 anasema sasa kwenye Petro ile wa kwanza tuliyosoma, anasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Kwa maneno haya sasa tunaelewa kwamba kuna kuzaliwa mara ya kwanza. Petro anasema kwa kuwa umezaliwa mara ya pili. Hakuna kuzaliwa mara ya pili kama hakuna kuzaliwa mara ya kwanza. Ili uzaliwe mara ya pili, lazima uzaliwe mara ya kwanza. Kwa hiyo tunajua kwamba kuna kuzaliwa mara ya kwanza, lakini kuna kuzaliwa kunahusisha mbegu. Anasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili kwa mbegu. Mbegu ndio inahusika kwenye kutuzaa mara ya kwanza na mara ya pili. Lazima iwepo mbegu. Kama hakuna mbegu, hujazaliwa mara ya kwanza na wala hujazaliwa mara ya pili. Ili uzaliwe iwe mara ya kwanza au ya pili, lazima kuna mbegu ihusike. Tuko pamoja? Yaani sipendi leo mtu atoke hapa haelewi. Sitapenda katika Roho Mtakatifu. Nataka kila mtu kwa neema ya Mungu aelewe mambo haya. Lakini anasema maana yake nini? Maana yake kuzaliwa kwa kwanza kunahusisha mbegu iharibikayo, lakini kuzaliwa kwa pili kunahusisha mbegu isiyoharibika. Sijui kama unaona mambo haya. Petro anazungumza mambo ya muhimu sana kwamba ili uzaliwe mara ya kwanza au mara ya pili, lazima mbegu ihusike. Lakini kuzaliwa mara ya kwanza kunahusisha mbegu iharibikayo, na kuzaliwa mara ya pili kunahusisha mbegu isiyoharibika. Ichukue hiyo vizuri. Nimekujengea msingi. Sasa naingia ndani. Mambo tunayoangalia sasa, naingia ndani. Jambo la kwanza nataka tuangalie kuzaliwa mara ya kwanza maana yake ni point A au point moja. Kuzaliwa mara ya kwanza maana yake ni point ya kwanza. Kuzaliwa mara ya kwanza ni kuzaliwa kwa mwili. Kuzaliwa na Adam, tumezaliwa kwa mwili. Kuja duniani, tumekuja duniani kupitia wazazi wetu wa kibinadamu. Na mbegu iliyotuzaa mara ya kwanza ni mbegu inayoharibika. Ni mbegu ya babako, na ni mbegu ambayo Biblia inasema ni mbegu iharibikayo. Ndio iliyokuleta wewe duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbegu iliyokuleta wewe na mimi duniani ni mbegu Mungu aliyoiweka kwa baba yako, na anasema ni mbegu iharibikayo. Ndio maana anasema hivi kwenye Warumi sura ya 5 mstari wa 12. Anasema hivi, kwa hiyo Warumi sura ya 5 mstari wa 12. Anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti iliwafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Hii ni mbegu iliyoharibika. Ndio maana inakufanya uchukie watu, inakufanya utamani uzinifu, inakufanya utamani ulevi, inakufanya utamani wizi, utamani uchawi, kwa sababu ni mbegu iliyoharibika. Lakini ukiangalia kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 15, Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 47 mpaka wa 49. Mstari wa 47 mpaka 49. Anasema hivi, mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo. Mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo wao wa udongo. Tumetoka kwenye udongo. Mtu wa kwanza
Kuzaliwa kwetu kwa mara ya kwanza kumebeba mbegu iliyoharibika. Tumetoka kwenye udongo, ndio maana tunapozika tunasema wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Mbegu iliyoharibika. Tumechukua sura ya udongo, tutarudi huko kwenye udongo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mstari wa 49 anasema hivi, na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, tumechukua sura yule wa udongo, Adamu wa kwanza, ambaye amebeba mbegu iliyoharibika. Sasa mtu huyu aliyezaliwa mara ya kwanza ni mtu aliyetoka kwenye udongo. Biblia inasema sura yake ni ya udongo, mbegu iliyomzaa ni mbegu yenye kuharibika. Kwa hiyo tabia zake zote, naomba mwatulize hao watoto wasiwavuruge watu. Watu wanatakiwa wapate kitu kizuri. Sasa washikieni kabisa, maana hautakuwa umenufaika kitu chochote ukaja hapa alafu ukashindwa kupata hiki Mungu anachokiachilia mahali hapa. Nasema hivi, mtu aliyezaliwa mara ya kwanza ni mtu aliyetoka katika udongo, sura yake ni ya udongo, na mbegu iliyomzaa ni mbegu, Biblia inasema yenye kuharibika. Kwa hiyo tabia zake zote ni uharibifu mtupu, ni uharibifu mtupu. Kujitenga na Mungu ndiyo tabia ya mtu wa namna hiyo. Kupenda dunia ndiyo tabia ya mtu wa udongo aliyezaliwa kwanza. Kutawaliwa na tamaa za mwili ndiyo tabia yake. Kutopenda mambo ya kiroho, apendi kanisa, apendi kusikia mambo ya Mungu, huyo mtu ni wa udongo, amebeba mbegu yenye uharibifu, amezaliwa mara ya kwanza. Uhai wake huyo mtu ni wa muda mfupi, anakufa tu kesho. Akizidi miaka 80, 90, 100, 120 kapotea. Yeye tabia zake ni za kidunia. Haoni shida kuchukua mke wa mtu, haoni shida kuchukua mume wa mtu. Kupenda ushirikina kwake ni sawasawa, kiburi, majivuno ni sawasawa. Huyo ni mtu wa udongo. Mwangalie jirani yako, mwambie wewe ni mtu wa udongo, sura yako ni ya udongo, umebeba uharibifu. Hata ukikataa, huo ndio ukweli, ndio ukweli. Na ndio maana unaona tuna tabia nyingi za udongo zisizompendeza Mungu, kwa sababu tumebeba mbegu ya uharibifu kutoka kwa Adamu wa kwanza. Lakini namwacha huyo, naingia pointi ya pili. Huyo tunamwacha, naingia pointi ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni nini? Kuzaliwa mara ya pili ni nini? Yohana sura ya 3 mstari wa 3, Yesu anasema mtu asipozaliwa mara ya pili, yaani ukibaki tu umezaliwa mara ya kwanza, wewe utabaki na tabia yako yale ya udongo yale, ya udongo: chuki, wivu, hasira, matukano, ulevi, ukahaba, utabaki nayo. Ndio maana Yesu anasema hutaweza kuona ufalme wa Mungu, hutaweza kuingia katika ufalme wa Mungu, hata kama una dini, hata kama unatoa sadaka, hata kama vyovyote vile. Ndio maana Yesu alipokutana na mwanamke Msamaria, alikuwa anaabudu lakini alikuwa kahaba. Alikuwa anaabudu lakini alikuwa anaabudu miungu ya baba yake huko, mpaka alipokutana na Yesu akazaliwa mara ya pili. Kila kitu kikafunguka namna hii. Sasa Petro sura ya kwanza, Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23 tumesoma pale. Petro anasema hivi, anasema kuzaliwa mara ya pili kunahusisha mbegu isiyoharibika, ambayo ni neno la Mungu lidumulo hata milele. Yaani ikikupita hii basi. Kuzaliwa mara ya kwanza kunahusisha mbegu ya baba yako inayoharibika. Kuzaliwa mara ya pili kunahusisha mbegu isiyoharibika, haina uharibifu, ambayo ni neno la Mungu. Ni neno la Mungu. Kwa hiyo kama hujazaliwa mara ya pili, wewe hauna ndani yako mbegu isiyoharibika, hauna. Kwa hiyo kuyafanya mapenzi ya Mungu utajisukuma sana, hutakuwa na utayari, hutakuwa na. Kwa nini? Kwa sababu huna hiyo mbegu, huna. Ili uwe na utayari lazima uwe na hiyo mbegu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kuzaliwa mara ya pili kunamhusisha Roho Mtakatifu ambaye akitumia neno la Mungu anakuonyesha jinsi ulivyo mlevi, anakuonyesha jinsi ulivyo mchafu, anakuonyesha jinsi ulivyo mwizi, anakuonyesha namna hiyo alafu unaingia kwenye toba, neno linakuzaa mara ya pili, unaingia kwenye familia ya Mungu. Hauingii kwenye familia ya Mungu kwa sababu tumekunyunyizia maji tukakubatiza hapa. Hakuna. Unaingia kwenye familia ya Mungu kwa sababu Roho Mtakatifu amekuconvict, ukajua wewe ni mwenye dhambi, wewe ni mwenye dhambi, na kwamba unategemea kazi ya msalaba ya Bwana wetu Yesu Kristo, ukaikubali kwa hiari yako. Hapo ndipo unazaliwa mara ya pili. Ndio maana Mungu anaingiza chuki dhidi ya dhambi. Mtu akikuletea wewe, mwambie Bwana, usinivuruge, usinivuruge. Kwa sababu nyumbani mwa Bwana kuna vivuruge wengi, kuna vivuruge wengi. Ukikaa ovyo tu umeondoka. Kwa hiyo unapoliamini neno la Mungu na kutubu na kugeuka, unapokea asili mpya ya Mungu. Muangalie jirani yako, muulize, una asili mpya au asili ya zamani? Mtazame usoni kabisa ili ujue, muone uso wake unafananaje. Nimesema hivi, muangalie jirani yako usoni, muulize, una asili mpya au asili ya zamani? Kuna watu hawajatazamana. Tazama jirani yako usoni, muulize, una asili mpya au ya zamani? Tunahitaji asili mpya. Kama hatuna asili mpya, tusahau mbingu, tusahau. Ndio maana kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 47 mpaka wa 49. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 47 mpaka 49, anasema mtu wa pili, tunazungumzia mtu wa pili. Mtu wa pili atoka mbinguni. Yesu Kristo nakupenda. Atoka mbinguni. Ndio Roho Mtakatifu ametuzaa, ndio mtu wa pili huyu. Mstari wa 48b anasema kama alivyo yeye wa mbinguni ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Kule tuliona kama alivyo yeye wa udongo ndio walivyo hao wa udongo, mtu wa kwanza. Huku mtu wa pili aliyezaliwa mara pili asili yake ni mbinguni. Kama alivyo yeye wa mbinguni ndivyo walivyo hao wa mbinguni. Wewe asili yako ni ya wapi mwenzetu? Mbona tunaona asili yako kama yule mtu wa udongo? Asili yako ni ya wapi? Mbona hatuyaoni mambo ya mbinguni? Tukisikiliza maneno yako ufanani na mbinguni, tukiangalia matendo yako hayafanani na yule wa mbinguni. Wewe asili yako ni ya wapi? Anasema mstari wa 49, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Yesu, ninaomba sura yako iumbike ndani yako, iumbike. Haya ndiyo yawe maombi yako. Yesu aumbike ndani yako, uichukue sura ya yule wa mbinguni ndani. Na ukiichukua sura ya yule wa mbinguni, tutaona itajidhihirisha nje, tutaona. Ndugu zangu, tunapozaliwa mara ya pili tunapewa asili ya mbinguni. Tunachukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Tunakuwa raia wa mbinguni. Wenyeji wetu unakuwa ni mbinguni japo tuko duniani. Unakuwa umeingia katika familia ya Mungu. Umepokea mabadiliko ya tabia, mabadiliko kwenye nafsi yako, mabadiliko ya kimwelekeo, mabadiliko kuhusiana na maisha yako vinabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Natoka hapo, nimeeleza kwa makini mtoto wa watu. Kuzaliwa mara ya kwanza, kuzaliwa mara ya pili. Huna excuse kwa Mungu, huna, kwa sababu nimeeleza kwa utulivu. Kuzaliwa mara ya kwanza maana yake nini? Na kuzaliwa mara ya pili maana yake nini? Ili uje duniani unatakiwa kuzaliwa mara ya kwanza, ili uende mbinguni lazima uzaliwe mara ya pili. Usipofanya maamuzi usije ukasema hukuambiwa. Na ukichezea maamuzi yako ya kuzaliwa mara ya pili, ni shauri yako pia, ni shauri yako, kwa sababu unafahamu. Labda niende pointi ya 3, faida na hasara ya kuzaliwa mara ya pili au kutokuzaliwa mara ya pili. Hiyo ni pointi ya 3. Tulianza ya kwanza, kuzaliwa mara ya kwanza maana yake nini? Pointi ya pili tukasema kuzaliwa mara ya pili maana yake nini?
Pointi ya tatu, faida za kuzaliwa mara ya pili na hasara ya kutokuzaliwa mara ya pili. Faida ya kuzaliwa mara ya pili na hasara za kuto kuzaliwa mara ya pili. Faida ya kwanza, unapata uzima wa milele. Uzima wa milele. Sisi tuliomwamini Yesu Kristo, anasema tunao uzima wa milele. Tumepita kutoka mautini, tumekwenda zetu uzimani. Hiyo ni faida ya kwanza. Hakuna mchungaji anaweza kukupa uzima wa milele. Hakuna dini inaweza kukupa uzima wa milele. Uzima wa milele ni pale utakapokuwa na hakikisho la kwamba Yesu yuko ndani yako. Huna hilo hakikisho, una uzima wa milele. Una dini tu, una dini tu. Lakini faida ya pili ni kwamba tunapata asili mpya, kama nilivyokuambia awali. Kwenye Wakorintho wa pili sura ya Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 anasema hivi, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tumepewa asili mpya. Tazama, ya kale yamepita, yote yamekuwa mapya. Kwa nini wewe upo tunaona mambo ya kale tu, hatuoni mambo mapya? Haiwezekani. Mtu aliyeokoka lazima awe na historia ya kwamba nimeacha mambo ya kale, sasa niko kwenye mambo mapya. Tunataka kuona mambo mapya, kwa sababu mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu, amezaliwa mara ya pili. Hutaona tabia za mtu wa kwanza, yule aliyechukua sura ya udongo. Huwezi kuziona. Lakini faida ya tatu ni ushindi juu ya dhambi. Dhambi haitatutawala, bali tutatawaliwa na Roho Mtakatifu. Anasema huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu, imani iliyotuzaa kupitia neno lake. Anayeushinda ulimwengu ni nani? Anasema ni yule aliyezaliwa na Mungu. Kwenye Yohana, kila mtu aliyezaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu uzao wa kimungu, mbegu ya Mungu, asili ya Mungu inakaa ndani yake, inakanda. Asili ya Mungu ni utakatifu. Asili ya Mungu ni upendo. Asili ya Mungu ni furaha. Asili ya Mungu ni amani. Asili ya Mungu asili ya Mungu. Tamani asili ya Mungu. Sio kila siku wewe ni machuki tu, ni wivu tu, ni umbea tu. Hiyo ni asili ya nani? Ndio maana Yesu akawaambia, kwa sababu tamaa za baba yenu ndio mnazopenda kuzitenda, mna asili yake. Watoto wa Mungu watafanya mambo ya kimungu. Kwa nini mnajiita watoto wa Abraham wakati hamtendi mambo ambayo Abraham alikuwa anayakapitalize? Why? Lakini faida ya 4 ni uhusiano na Mungu. Tunakuwa watoto wa Mungu. Huwezi kuwa mwana kama hujazaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni fursa ya kuwa mtoto wa Mungu. Ndio maana Petro anashukuru kutoka moyoni, anasema ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni tendo zito, ambaye alituzaa mara ya pili, kwa rehema zake nyingi, kwa neno, kwa mbegu isiyoharibika. Ametuzaa sio kwa mapenzi ya mwili, sio kwa mapenzi ya wanadamu, bali kwa Mungu alituzaa atutoe kwenye dunia iliyojaa uharibifu. Yuko wapi mtu anaweza kumshukuru Mungu na kumwambia, Bwana, usingenizaa mara ya pili, ningekuwa wapi leo? Ningekuwa nafanya nini leo? Lakini nakushukuru kwa sababu rehema zako nyingi zimenizaa mara ya pili. Nisaidie nitunze hii mbegu ya uzao wa kimungu ndani yangu. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Huwa na tafakari vijana wenzangu wengi tulioanza nao ujana, wengi wao hawako duniani leo hii. Hawako. Kwa nini? Kwa sababu walikataa kuzaliwa mara ya pili. Wengine wakapotea na ukimwi, wengine wakapotea na madawa ya kulevya, wengine wakapotea na ulevi. Lakini mimi sio mjanja, mimi ni mtoto wa kiume kama watoto wengine tu, lakini ile asili ya Mungu iliyoingia ndani yangu ili nihifadhi, ili nilinda kwa neema yake, na mpaka kesho namwambia Mungu, endelea kunilinda. Maana yake peke yangu siwezi, isipokuwa umenisaidia. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaona watoto wa kike waliokuwa warembo, lakini ghafla tu urembo
maisha. Kwa nini? Walikataa asili ya pili, wakabaki na asili ya kwanza. Lakini faida ya tano ni kwamba unaongozwa na neno la Mungu. Mtu aliyezaliwa mara ya pili huwezi kumbandua kwenye neno la Mungu. Yaani yeye ni kama neno la Mungu, kwake ni kama uji na mgonjwa, huwezi kuunganisha. Ndio maana anasema kwenye Petro, anasema kama watoto mliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, yaani neno la Mungu. Kwa sababu kama umezaliwa kwa mbegu ya Mungu, neno la Mungu, utakuwa kwa mbegu ya neno la Mungu. Huwezi ukazaliwa na mbegu ya neno la Mungu alafu kukua kwake uwe mvivu wa kujifunza neno la Mungu. Hauna mahali utafika, hiyo mbegu itakufa. Lazima uitunze, uipalilie hiyo mbegu kwa neno la Mungu. Glory be to God. Ndio maana mtu aliyezaliwa mara ya pili, Mungu anamwekea shauku. Kila kesa, leo sijasoma Biblia, haiwezekani. Ngoja nitafute Mungu anazungumza nini nani. Huyo mtu asili yake imebadilika. Asili yake imebadilika. Lakini ukiona unamwagilia nafsi yako na mafila alafu huna kiu ya neno la Mungu, jiangalie mara mbili. Wewe mwenyewe utakuwa na majibu. Filamu masaa 4, neno la Mungu hata dakika 5 hutaki. Wewe jiangalie mara mbili. Una asili nyingine. Lakini hasara za kutokuzaliwa mara ya pili. Kwanza, unatengwa na Mungu. Kwa sababu wewe upo nje ya familia ya Mungu. Hata ukiimba hapa, hata ukiimba ukaruka, wewe uko kwenye familia ya Potters tu, lakini hauko kwenye familia ya Mungu. Chukua hiyo vizuri. Hauko kwenye familia ya Mungu. Mtu mmoja akasema Mungu hana wajukuu. Eti baba yangu sijui mzee wa kanisa, kwa hiyo na mimi nimeokoka. Baba yangu sijui mchungaji. Hakuna. Utaokoka kwa decision yako mwenyewe baada ya kujua kwamba wewe ni mwenye dhambi. Sema sasa, Mungu nimeamua kukufuata wewe. Hujafanya hivyo, wewe bado. Na Mungu hana wajukuu, Mungu ana watoto peke yake. Waliokubali kwa hiari yao kwamba Mungu nimeamua kukufuata wewe. Lakini hasara ya pili ni maisha ya muda mfupi tu. Maisha ya muda mfupi. Nasema sisi kama majani tu, kama ua ile temboni naondoka. Kwa hiyo hasara ni kwamba maisha yetu ni ya muda mfupi. Lakini mtu yule aliyezaliwa mara ya pili, yeye maisha yake ni ya milele, kwa sababu mbegu alionayo ni ya milele. Lakini mtu asiyezaliwa mara ya pili, maisha yake ni mafupi tu, yataishi hapa duniani, kumbukumbu lake limeisha. Lakini hasara ya tatu ni kwamba wewe utabaki kuwa mtumwa wa dhambi. Maana yake huna nguvu ya kushinda dhambi. Kitu kidogo tu, ni hasira mpaka kwenye komwe hapa limefunika komwe nzima. Ni hasira hiyo. Kitu kidogo tu, yani mtumwa wa dhambi, unatawaliwa na hasira, unatawaliwa na kiburi, unatawaliwa na uzinifu, unatawaliwa na uchoyo, umetawaliwa na chuki, umetawaliwa yani ndio hasara yake. Wewe sio mtawala tena, bali wewe umewekwa chini ya utawala. Kila ukimwona mwanaume unasema yule nitampataje yule? Mpaka uende tu ukamharibu. Kila ukimwona mtoto wa kike mpaka ukamharibu. Kwa sababu gani? Wewe ni mtumwa. Ni mtumwa, na hiyo ni hasara. Hasara ya mwisho 4, wewe huna tumaini la uzima wa milele. Huna tumaini la uzima wa milele. Lakini jambo la 4 tunaloliangalia hapa, jambo la 4 ni kuto kuweka maisha yetu katika vitu vya muda. Kuto kuweka maisha yetu katika vitu vinavyopita au vitu vya muda. Hilo jambo la 4 tunaliangalia. Baada ya Petro ametueleza hayo mambo yote, sasa anatukazia hapo kwamba tusiweke au tusijenge maisha yetu katika vitu vya muda au vitu vinavyopita. Ndio maana ule mstari katika ile Petro wa kwanza sura ile ya kwanza na ule mstari wa 24 anasema hivi: maana mwili wote, hapa nisikilize kwa makini, mwili wote ni kama majani na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka na ua lake hunyauka. Petro anaingia kwenye hitimisho sasa. Hitimisho. Maana yake anatutaka tusiweke au tusijenge maisha yetu kwenye vitu vinavyopita au vitu vya muda.
Na vitu hivyo vya muda, kimojawapo ni mwili. Mwili ni wa muda, unapita tu. Anasema mwili wote ni kama majani, na fahari yake yote ni kama ua la majani. Hebu tuangalie mwili kidogo. Anasema mwili ni kama majani. Na hapa naomba watoto wa kike mliopo hapa ndani, nisikilizeni kwa makini. Nisikilizeni kwa makini sana. Lakini sio watoto wa kike, hata watoto wa kiume, nisikilizeni kwa makini. Kwa sababu uzuri ni zawadi kutoka kwa Mungu aliye hai. Chukua hii. Nasemaje? Mungu akikuumba ukajiona wewe mtoto wa kike ni mzuri, umevimba sivyo nini, umetutumuka, ukatumia hiyo hali kuwaharibu huko mtaani huko kwa sababu ya uzuri wako, wewe unakosa adabu. Kwa sababu uzuri ni zawadi Mungu aliyokupa umtukuze. Yaani hebu kaa kule ndani mwambie Mungu, nakushukuru umeniumba mimi ni mzuri, lakini kwa sababu ya kutukuza ukuu wako, kwamba wewe Mungu ni mbunifu mpaka unaweza kuniumba kama ulivyoniumba. Wewe Mungu ni creative, wewe Mungu unaweza, unamtukuza na kumheshimisha. Kwa sababu Petro anasema mwili wote ni kama majani. Na fahari yake, fahari ni nini? Fahari ndivyo unavyoona hiyo. Vinywele sijui umewekaje, sijui figa sijui imekaaje, sijui namba 8, sijui namba 7, mguu sijui wa bia, sijui sura sijui reception iko namna gani. Nataka nikwambie hivi, yasikupumbaze hayo mambo. Hiyo ndio fahari, hiyo fahari. Unaweza ukaitumia hiyo fahari kuharibu watu kanisani. Unaweza ukaitumia hiyo fahari ya mwili kuharibu waume za watu. Unaweza ukaitumia hiyo fahari ya mwili kuharibu watoto wa kike, kwa sababu na tumbo lako ukiweka suruali namna hii imekaa, unajiona wewe ndio handsome. Kwa hiyo unataka kuvuruga kila mwanamke kule kanisani. Unataka kuvuruga kila mtu huko kazini. Hapana bwana, hapana. Petro anasema kwamba mwili wote ni kama majani. Chukua hiyo vizuri. Mwili wote ni kama majani, na fahari yake ni kama ua. Anasema majani hukauka na ua lake hunyauka. Biashara imekwisha, linaanguka huko. Biashara imekwisha. Unaliona ua namna hii. Nimezungumzia mwili kama majani. Anasema na fahari yake ni kama ua, linachanua namna hii. Ua linachanua namna hii. Unajiona wewe mtoto wa kike umechanua hivi. Unajiona wewe mtoto wa kiume umechanua namna hii. Unatingisha huko, ukipita kila mtu anakuangalia. Watch out. Petro anasema watch out. Maisha yetu ni ya muda mfupi sana. Fahari hiyo unayoiona anasema ni kama ua linalowaka namna hii. Ua likiwaka hivi, kila mdudu anakuja pale. Nyuki anakuja, anaacha vyake. Sijui dondola anakuja, anaacha vyake. Sijui nani, baada ya muda mchache lile ua unaoliona linasinyaa, alafu linaanguka namna hii. Nataka nikwambie mtoto wa kike, unapouona uzuri wako huo, kila mdudu huku duniani, kila mdudu anataka kuja hapo, na kila mdudu akija ataacha vitu vyake. Huo uzuri unaouona huo utanyauka namna hii, alafu baada ya muda mchache sana hilo ua linaanguka namna hii. Hii ni hekima ya Mungu aliye hai kwetu sisi kama wanadamu. Utajiona wewe ni mtoto wa kiume, umeweka wallet yako hapa imevimba, sijui umeweka skafu yako hapa nini, umeweka sijui kijinsi chako na unachanua namna hii. Watakuja wadudu, wataingia kwako mtoto wa kiume, linachanua baada ya muda mchache. Na sasa hivi ukimwi liko kama giant limelala hivi, huwezi kujua nani ni nani. Huwa limechanua namna hii, lakini linakwenda linakutana na sumu ya ukimwi. Unaona, baada ya muda mchache tu ule uzuri unakwenda hivi umenyauka namna hii, imeanguka. Chukua hekima ya Mungu aliye hai. Usitumie uzuri wako kumdhalilisha Mungu aliye hai. Ndio maana kwenye Mithali I think 11 beauty ni ngapi? 11:22. Nilimfundisha mwanangu mapema kabisa, nikamwambia, anasema maana ni kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe, ndivyo walivyo mwanamke mzuri asiye na akili, mwanamke mzuri asiye na hekima. Maana yake uzuri bila hekima umepotea, kwa sababu hekima ndio itakayokufanya umhofu Mungu.
ndio itakayokufanya utunze uzuri wako, ndio itakayokufanya umheshimu Mungu kwa uzuri wako. Ni kama pete ya dhahabu kwenye pua ya nguruwe. Nguruwe ni mchafu, hata ukimwekea kitu gani cha thamani ataenda kukila. Sasa Mungu kakupa huo uzuri, bado unakwenda kuutindinganya namna hiyo? Hapana, hapana. Lazima uweke ndani upole, lazima uweke kiasi, lazima uweke uwezo wa kufanya maamuzi, kusema hapana, sitamkosea Mungu hata kama anasumbuliwa na wanaume, hata kama anasumbuliwa na wanawake. Haiwezekani. Unajua, unatunza kile kitu cha thamani. Si usiwe kama nguruwe umewekewa dhahabu, unaenda kuitia kwenye matope tu namna hii. Hapana bwana. Petro anakataa. Anasema mwili wote ni kama majani na fahari yake ni kama ua la majani. Mwili una fahari, fahari yake ndio hiyo unayoiona. Wakati mzuri kweli, mwambie namshukuru Mungu. Mzuri kweli, ingia chumbani kwa Mungu na kushukuru kwamba umeniomba mzuri, lakini nisiutumie uzuri nikaharibu fahari uliyoitengeneza. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Petro anawaelekeza Wakristo waliokuwa wanapitia mateso kuelewa kuwa utukufu wa mwili na wa dunia ni wa muda mfupi sana. Fupi. Mwili ni kama majani. Mwili ni kama majani. Yaani binadamu wote bila Kristo ni majani tu. Kitu kinachoota haraka na kukauka na kutoweka kwa haraka. Huwa na wataniaga watoto wengine wakika, naambia hata Digi alikuwa kama wewe tu. Wewe unaona na wewe hata Digi alikuwa kama wewe tu. Inapita so fast. Maisha yetu ni kama ua la majani. Uzuri wa mwanadamu ni wa muda mfupi, lakini utukufu, mafanikio, nguvu na sifa za mwanadamu ni za muda mfupi sana. Nakumbuka wakati huo ndio tunakuwa ukimwi ndio unaingia. Yaani wakati huko kijijini huko, wakati huo ukiona wale wafanyakazi wa benki, yaani ndio walikuwa wananata hasa. Una dada mmoja, yaani unajua Mungu ameumba watu wazuri. Wakina Sara, Biblia inasema walikuwa wazuri, kina Rebeka, Biblia inawataja kabisa kuwa wazuri. Kuna dada alikuwa ni mzuri, yaani wilaya nzima ile ilikuwa inatishika namna. Dada anafanya kazi benki. Sisi wakati wote tunasoma tu sekondari. Lakini haikupita miaka, ile fahari ya uzuri wake ilinyanyuka namna hii, dada akafa kwa ukimwi. Tukasikia tu kafa. Na wanaume kadhaa walikuwa. Maisha ya kutokumcha Mungu, wanangu, yanatisha. Kwa hiyo majani hukauka na kuka. Hii inaonyesha kwamba kudhoofika, maisha yetu ya kikomo huanguka mara moja. Hata kile kinachoonekana kwamba kizuri huisha uzuri wake. Petro anapinga kiburi cha mwanadamu na matumaini ambayo tumejiwekea katika vitu au katika miili au katika dunia hii. Tusijenge maisha yetu kwenye vitu vya muda na vinavyopita. Mwili ni kitu cha muda, kisikudanganya. Uhai wa mwanadamu ni wa kupita. Hata kama mtu ana nguvu namna gani, ya kisiasa, ya kidini, ya kifedha, hata kama mtu ni maarufu namna gani, hata kama mtu ni tajiri namna gani, bado yeye ni muda tu, ni wa muda. Petro anataka tusijenge maisha yetu juu ya vitu vinavyopita. Tusitumainie nguvu, tusitumainie pesa, tusitumainie hadhi, tusitumainie uzuri na mambo hayo ya kibinadamu, kwa sababu yananyauka na yanatoweka. Jambo la mwisho nalijifunza, pointi ngapi? Ya 5. Jambo la mwisho, Petro anataka tujenge maisha yetu katika vitu vidumuvyo, katika vitu vya umilele. Jenga maisha yako katika vitu vya umilele, vitu vya kudumu, ambacho kitu hiko kimoja hapa ni neno la Mungu. Anasema tumezaliwa mara ya pili kwa mbegu isiyoharibika, ambalo ni neno lidumulo milele, lidumulo hata milele. Mstari ule wa 25 kwenye kitabu chetu cha Petro wa kwanza, sura ya kwanza sura 25, anasema bali neno la Bwana hudumu hata milele, na neno hilo ni neno lile jema. Neno langu mimi sio jema, lakini neno la Bwana anasema ni neno lile jema. Usiache kulisikia neno lile jema
jema lililohubiriwa kwenu na mchungaji Udole pale Potas ni neno jema. Lisianguke, usiliache. Litatunza usichana wako, litakupeleka mbali. Usiliache, litatunza familia yako, litakupeleka mbali. Ni neno jema, kwa sababu ni la Mungu, sio la kwangu. Anasema bali neno la Bwana hudumu hata milele, na neno hilo ni neno lile jema linalohubiriwa kwenu. Hili neno halizeeki ndugu zangu. Hili neno halipotezi nguvu. Hili neno halibadiliki. Hili neno halinyauki. Ndani ya neno kuna uaminifu wa Mungu aliye hai. Ndani ya neno kuna ahadi za Mungu aliye hai. Ndani ya neno kuna wokovu wa Mungu aliye hai. Ndani ya neno kuna mpango wake mkamilifu juu ya maisha yangu na yako. Ndio maana kwenye Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Petro wa kwanza namaliza kama andiko moja, namaliza naenda kukaa chini. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 3 anasema hivi, sikiliza kwa makini. Anasema basi, yani baada ya kwamba kashasema mambo mengi huko mazuri kwenye sura ya kwanza, sasa anakuja anasema basi wekeni mbali uovu wote, mkijua kwamba nyinyi watu wa kupita tu, mwili na fali zake dondoka. Anasema basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki wote na husuda yote na masingizio yote. Alafu anasema sasa mstari wa 2 pale, kama watoto wachanga waliozaliwa kwa mbegu hiyo, sasa yatamanini maziwa. Anapozungumzia maziwa, anazungumzia neno la Mungu, maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Haya hayajatiwa maji, haya hayajachakachuliwa. Haya neno la Mungu hili halijachakachuliwa, liko pure, ni maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu, mpate kuikuza ile asili ya Mungu iliyo ndani yenu, mpate kukua. Anasema ikiwa mmeonja ya kuwa Bwana ni mwenye fadhili, mwendee yeye. Kwa nini mnamkimbia? Mwendee yeye, mtafute yeye. Anasema jiwe lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni jiwe teule lenye heshima. Na ndio maana Yohana sura ya 2 mstari wa 17 anasema hivi, ukianzia kule wa 15 anasema msiipende dunia na mambo yaliyomo katika dunia, kwa sababu mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba akumo ndani yake. Anaeleza pale, alafu anasema mstari wa 17, na ulimwengu unapita pamoja na tamaa zake, bali Yesu Kristo atendaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Bali atendaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Swali langu la msingi, je, wewe umezaliwa mara ya pili? Je, wewe umezaliwa mara ya pili? Huwezi kutamani mambo ya Mungu kama hujazaliwa mara ya pili. Haiwezekani. Kuja kwako ibadani kutakuwa ni unaona uvivu, unaona tu kama unapotezewa muda. Yani kusoma neno la Mungu kutakuwa kwako ni shida. Huwezi kutamani mambo ya Mungu kama hujazaliwa mara ya pili. Wewe utabaki kuwa wa udongo na utaendelea kuchukua sura ile wa udongo, kwa sababu ni mbegu iharibikayo. Lakini leo kubali Mungu akuzae kwa mbegu isiyoharibika, mbegu isiyokubali zinaa, mbegu isiyokubali uchafu, mbegu isiyokubali uchawi, mbegu isiyokubali ibada ya sanamu. Ni mbegu isiyoharibika. Glory be to God. Simama kwa miguu yako. Ninapenda ni kuabudu Bwana. Waibaji ingekuwa wameshafika mahali hapa. Hebu sogea hapa mbele, tumwabudu Mungu kwa dakika chache. Tumwabudu, sogea, ikaribie madhabahu ya Bwana. Ikaribie madhabahu ya Bwana. Mimi ningelikuwa wewe, ningeanza kama nimezaliwa mara ya pili, ningemwambia Bwana nakushukuru. Ningelikuwa wapi kama usingenizaa mara ya pili? Na kama hujazaliwa mara ya pili, unamwambia Bwana, leo ni siku yangu. Sogea hapa mbele, nataka mtu anayenielewa, nataka mtu anayenishangaa. Sogea hapa mbele, tumwabudu Mungu aliye hai. Wakati wa kushangaa umepita. Ukifika hapa, umefunika macho yako, mikono yako kwa Bwana. Kila mtu anaongea na Mungu wake.
Mwambie Bwana asante kwa sababu umenizaa mara ya pili kwa mbegu isiyoharibika. Yes. Mwabudu Mungu aliye hai. Sogea mbele, nisogelee, usiniogope. Mimi ni mtumishi wako. Sogea mbele, sogea mbele, sogea mbele. Yes. Jesus. Sikia kumwabudu Bwana. Yes. Ungeanza kuachilia kilio chako ndani ya moyo wako. Wewe ndio unajua kama umeokoka au hujaokoka, kama umezaliwa mara ya pili au hujazaliwa mara ya pili. Usimwonee mtu haya. Jiminine mbele za Bwana. Yes. Zote ni kuabudu Bwana. Ndani kuabudu Bwana. Zote ni kuabudu Bwana.
hakika rohoni mwako ukifa leo mbingu huioni, kwa maana hujaokoka, hujazaliwa mara ya pili. Unasema mchungaji, sitaki kupoteza hii nafasi, mimi niko tayari kuzaliwa mara ya pili. Nyosha mkono wako juu kama uko tayari kuokoka, una hakika hujaokoka na unataka kuokoka. Nyosha mkono wako juu. Kama umeokoka usinyoshe mkono wako juu. Kama hujaokoka na unataka kuokoka, nyosha mkono wako juu. Sogea hapa mwanangu. Wewe ambaye umeokoka ukaokoka, endelea kumshukuru Mungu. Endelea kumshukuru Mungu. Hicho sio kitu cha kawaida. Ni baraka ya ajabu sana. Ni baraka ya ajabu sana. Nyosha mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa uaminifu wako. Asante kwa sababu wewe ulikufa msalabani ili mimi nizaliwe mara ya pili. Asante kwa sababu nimezaliwa mara ya kwanza, lakini leo ninakuamini wewe na ninazaliwa mara ya pili kwa neno lisiloharibika, kwa mbegu ya neno lisiloharibika. Yesu Kristo, nisamehe dhambi zangu. Ninakuamini wewe, ninafungua moyo wangu, ingia ndani yangu, nifungue, ingia ndani ya moyo wangu, ingia ndani yangu, ingia ndani yangu, nifungue, niweke huru kutoka nguvu za giza, mapepo, majini, mashetani. Tangu sasa sitatawaliwa tena na dhambi na majini na mashetani, lakini leo wewe Yesu, chukua kiti cha moyo wangu. Ninaomba na kuokoka, ninaomba na kuamini katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mtoto wako huyu. Mungu, tunakushukuru kwa maana kwamba umemzaa sasa hivi mara ya pili. Tunakuomba umtunze Bwana, kwa sababu unasema yeye ajaye kwako Bwana hutamtupa kamwe. Usimtupe mtoto wako Bwana, mfungue na kumweka huru Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mapepo, majini, nguvu za giza zisimteze huyu tena, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Damu ya Yesu Kristo ikamfungue, ikamweka huru na kumtakasa, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Wote hapa tulipo sema katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yesu, tunakushukuru kwa sababu kwa neema zako nyingi umetuzaa mara ya pili ili tupate tumaini la uzima wa milele kwa kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa baraka hii ya ajabu. Yesu, ninakuomba unilinde na kuniongoza. Nipe neema ya kutunza mbegu hii ya uzao wa Mungu ndani yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nikafanyike baraka, nikafanyike ushindi, nikafanyike uzima, nikafanyike amani kila mahali, sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu. Asili ya kwanza isirudie kwenye maisha yangu, asili mpya, asili ya mbinguni ikaendelee kustawi ndani yangu, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo ninaomba na kuamini, amen. Nyamaza kimya, niachilie baraka ya Mungu juu yako sasa. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, asante kwa sababu kila uliyemleta kwenye ibada hii Bwana, umemleta kwa makusudi yako. Hukumleta kwa hasara wala hukumleta kwa bahati mbaya. Na kila uliyompa nafasi ya kutusikiliza na kututazama kwa njia ya mtandao, Bwana mabwana, ni kwa sababu kuna kitu ulikikusudia Jehova. Mbegu uliyoiachilia mchana wa leo Baba, wewe mwenyewe ukaimwagilie maji, wewe mwenyewe ukaikuze. Ikiwa kulikuwa na mtu mmoja analegalega kwenye maisha yake asili mpya, analegalega kwenye maisha yake ya wokovu,
Baba, achilia wingi wa neema yako Bwana, ukampe seriousness ya kiungu Bwana, sawa sawa na mapenzi yako. Ule utukufu uliotuonyesha kupitia neno lako Bwana, ukatuvalishe kama vazi Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tukatunze wokovu, tukatunze utakatifu wetu, tukaitunze neema hii ya kipekee Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tupe Bwana furaha ya wokovu wako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tufanye baraka kwenye mji huu Bwana, na kwa sababu hiyo Baba, tunawaombea watu wa Mbezi Msigani shina namba 5, watu wa Mbezi Temboni Bwana, ambao hawajazaliwa mara ya pili. Baba, tunaomba kwa rehema zako nyingi Bwana, ukawakumbuke na wao Bwana mabwana, kwa kuwazaa mara ya pili kwa damu ya mwana kondoo, na katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, asante kwa uaminifu wako, maana unaiachilia hiyo baraka katika mji wetu huu Bwana. Tunakushukuru sana Mungu mtakatifu kwa mwezi uliopita. Tumekuona ukitulisha, tumekuona ukitulinda, ukitupigania, na kwa neema yako Bwana tumeingia nusu ya pili ya mwaka huu wa 2026 Bwana. Tunaomba baraka yako kwa miezi 6 tunaenda nayo tena Mungu mtakatifu. Tunaomba baraka yako Bwana mabwana katika mwezi huu ambao tumeanza. Baba mtakatifu, ukatufanikishe kwenye kazi zetu, ukatufanikishe kwenye familia zetu. Tunakataa vifo vya ghafla, tunakataa ajali na mikosi, tunakataa mashambulizi ya nguvu za giza, tunakataa mapepo na majini, tunakataa nguvu za kichawi kwa damu ya mwana kondoo, na katika jina la Yesu. Natamka ulinzi kwenye ofisi zao, natamka ulinzi kwenye biashara zao, natamka ulinzi kwenye familia zao, natamka ulinzi wanapoingia na kutoka, natamka ulinzi wanapokuwa barabarani. Baba mtakatifu, neema yako ikafunike watoto wako Bwana Mungu kwa miezi 6 iliyobaki. Tunaomba utukufu wako usituache mahali hapa. Kila tunapokutanika Bwana Baba, ukatuhudumie. Kila tunapokutanika Bwana, ukatuponye kwa damu ya mwana kondoo, na katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Utukufu wako majira haya Bwana, ukaponye kila udhaifu kwenye miili yetu kwa damu ya mwana kondoo, na katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Roho Mtakatifu, fanya operation kwenye miili yetu Bwana mabwana, fanya operation sasa. Maradhi yanayotutesa kwenye miili yetu kiasi kwamba tunashindwa Bwana kujitoa kikamilifu, Baba ukayakomeshe sasa kwa damu ya mwana kondoo, na katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu anapita juu yako sasa. Roho wa utukufu anapita juu yako sasa. Roho wa utukufu anapita juu yako sasa. Roho wa uzima anapita juu yako sasa kwa damu ya mwana kondoo. Pokea uzima sasa kwa damu ya mwana kondoo. Kila udhaifu ukuachie, magonjwa ya kuachie. Pokea uzima kwa damu ya Yesu. Pokea uzima kwa damu ya Yesu. Pokea uzima kwenye tumbo lako. Pokea uzima kwenye kifua chako. Pokea uzima kwenye macho yako. Pokea uzima kwenye mishipa yako. Pokea uzima kwenye ubongo wako. Pokea uzima kwenye tumbo lako la uzazi. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, na kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, na katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana akakupiganie na wewe ukanyamaze kimya. Basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake. Bwana Mungu awabariki na kuwalinda. Bwana Mungu awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Bwana Mungu awainulie uso wake na kuwapa amani. Bwana Mungu awabariki kuingia kwenu na kutoka kwenu. Bwana Mungu akawastawishe katika maisha yenu ya wokovu na kumjua yeye. Bwana Mungu akawapigania na kuwatetea dhidi ya nguvu za giza. Mungu akawalinde dhidi ya magonjwa ya kimisri. Bwana akawatetea na kuwapa afya njema sasa na hata milele, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kila mmoja aseme amen. Imekuwa hiyo. Asante sana. Ama yasije